Jamii sana utamaduni, kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii. Mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC The Hague nchini Uholanzi, anayejulikana kwa jina la Karim Khan, ametangaza kujiuzulu kufuatia tuhuma ambazo zinazomkabili. Kesi ambazo zilikuwa zikisimamiwa na Karim Khan zitaendelea kufuatiliwa na waendesha mashtaka wengine wawili katika mahakama hii ya uhalifu wa kivita. Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa kuna taarifa ambayo inafahamisha kwamba huenda Karim Khan akarejea katika wadhifa wake baada ya uchunguzi kukamilika na kuthibitishwa kwamba Karim Khan hana hatia katika kile ambacho anatuhumiwa. Tuhuma ambayo inamkabili kiongozi huyu wa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai inatajwa kwamba ni madai ya tabia isiyofaa ya kingono ambayo inakemewa dhidi ya mmoja miongoni mwa wafanyakazi katika ofisi za mahakama hiyo. Inatajwa kwamba Karim Khan alimshika mmoja miongoni mwa wafanyakazi wake bila ridhaa yake na kuzua mtafaruku, na vile katika majarida tofauti kumeweza kuchapishwa taarifa tofauti ambazo zinamhusisha moja kwa moja kiongozi huyu na mwenendo mbaya wa kingono, ambapo pia Karim Khan amekana vikali na kukemea vikali taarifa hizi ambazo zinazagazwa na vyombo vya habari. Inafahamishwa kwamba katika ofisi za mahakama hii ya kimataifa ya makosa ya jinai na uhalifu wa kivita nchini Uholanzi, Karim Khan aliwashangaza wafanyakazi wenzake wakati ambapo aliwatangazia ya kwamba anajiuzulu kwa muda kufuatia tuhuma hizi ambazo zinamkabili, na huenda akarejea pindi ambapo tuhuma hizi zitakapoondolewa, aidha mahakama itakapoweka wazi ni kitu gani ambacho kinaendelea, aidha ni kitu gani ambacho kilichotokea. Kujiuzulu kwa kiongozi huyu kutoka katika wadhifa wake katika mahakama hii ya kimataifa ya uhalifu wa kivita kumekuja katika kipindi kigumu ambapo mahakama hii imekumbwa na changamoto tofauti, ikiwemo vikwazo ambavyo mahakama hii imewekewa na Marekani, hasa baada ya mahakama hiyo kuweza kutoa hati ambazo zilifahamisha kuwa waziri mkuu wa Israel anatakiwa kukamatwa kufuatia kile ambacho kinaendelea katika maeneo ya Palestina na hususan katika eneo la ukanda wa Gaza, ambapo jeshi la Israel liliendesha mashambulizi baada ya kile ambacho Israel ilifahamisha kwamba ni kulipiza kisasi na kuangamiza wanamgambo wa kundi la Hamas ambayo inataja kuwa ni magaidi, wakati ambapo walipovamia moja ya vijiji vya Israel ambavyo vinapatikana katika eneo la mpakani kati ya Israel na ukanda wa Gaza na kusababisha vifo, aidha kuuawa kwa Waisraeli zaidi ya 1000. Kitendo hicho ndicho kilichopelekea Israel kuchukua maamuzi ya jeshi lake kuingia katika eneo la ukanda wa Gaza na kuanza kuwasaka wanamgambo wa kundi la Hamas, na kile ambacho kinashuhudiwa kwa sasa inatajwa kwamba ni mauaji yasiyokuwa na kifani. Hivyo basi Israel itolewe wito wa kimataifa ili kuweza kukomesha mauaji hayo ambayo yanayoendelea katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Na jambo la kushangaza, inatajwa kwamba mazungumzo bado yanaendelea kati ya Israel na wawakilishi wa wanamgambo wa kundi hilo la Hamas. Utakumbuka kwamba Marekani ilitangaza kuiwekea vikwazo mahakama hii ya uhalifu wa kivita na makosa ya jinai, ikiwa ni pamoja na kiongozi huyo wa mahakama hiyo anayejulikana kwa jina la Karim Khan, baada ya kutoa hati hii ambayo ilitaja kwamba waziri mkuu wa Israel anatakiwa kukamatwa na waziri wake wa zamani wa ulinzi waweze kukamatwa kufuatia vita vinavyoendelea kati ya wanamgambo wa kundi la Hamas na Israel katika eneo la ukanda wa Gaza. Jarida la The Wall Street katika chapisho lake limechapisha taarifa ambayo inafahamisha kwamba mwathirika amedai ya kwamba alishikwa bila ridhaa yake na Khan, jambo ambalo hakuweza kuridhia na kuweza kuliweka wazi, kitendo ambacho kimepelekea kiongozi huyu kuchukua maamuzi ya kuweza kujiuzulu kwa muda. Jarida lingine ambalo limezungumzia kuhusu tuhuma hizi ambazo zinamkabili Karim Khan ni jarida la The Guardian, ambalo limechapisha pia katika moja miongoni mwa taarifa zake imefahamisha kwamba mwathirika amedai ya kwamba Karim Khan alijaribu kumshawishi aweze kufumbia macho kile ambacho alikuwa akimtendea. Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba sababu haswa ambayo imepelekea Karim Khan kuweza kutuhumiwa unyanyasaji wa kingono ni kitendo cha kuweza kuidhinisha hati ambayo ilitaka waziri mkuu wa Israel aweze kukamatwa na waziri wake wa ulinzi wa zamani. Ndio kitendo ambacho kimepelekea tuhuma hizi dhidi ya Karim Khan. Kama ilivyo kawaida, kile kinachozungumzwa katika mitandao ya kijamii, Israel ipo katika mapambano dhidi ya kundi hili la kigaidi kama inavyotajwa
inatajwa kundi la wanamgambo wa Hamas, vipi, nguvu unaipata wapi kiongozi wa mahakama ya kimataifa kuweza kutoa hati dhidi ya waziri mkuu wa Israel, waziri ambaye anakabiliana na kundi la kigaidi katika juhudi la kutokomeza kundi la kigaidi? Unapata wapi nguvu ya kuweza kutoa hati ya kamati waziri mkuu wa taifa kama hilo? Na vile vile inatajwa kwamba mahakama hii ya kimataifa ya uhalifu wa kivita na makosa ya jinai iliundwa kwa ajili ya viongozi kutoka katika mataifa maskini ulimwenguni. Ukiangalia katika historia ya mahakama hiyo, wale ambao tayari wamekwisha afikishwa mbele ya mahakimu katika mahakama hiyo ni viongozi kutoka katika mataifa ya bara la Afrika na viongozi wa mataifa maskini. Ukiangalia hati ambayo iliyotolewa kamati ya waziri mkuu wa Israel na rais wa Putin, ni viongozi ambao bado wanatembea katika mataifa tofauti ulimwenguni bila ya kuweza kukamatwa. Na taarifa zisizokuwa rasmi zinafahamisha kwamba akaunti za benki za Karim Khan tayari zimekwisha fungwa, ikiwemo pia email yake, na inatajwa kwamba huenda zikafunguliwa pale ambapo uchunguzi utakapokamilika. Na jambo la kushangaza ni kuona kwamba mataifa wanachama katika mahakama hii ya kimataifa ya uhalifu wa kivita yameweza kuwapokea baadhi ya viongozi ambao tayari mahakama hii imeweza kutoa hati waweze kukamatwa viongozi hao, lakini imeonekana ya kwamba mataifa hayo yameweza kupuuzia mbali hati hizo kutokana na ushawishi mkubwa ambao wanao viongozi hao wakati ambapo wanapotembelea mataifa hayo. Ni jamii, sanaa, utamaduni, unasemaje kuhusu tuhuma hizi ambazo zinamkabili Karim Khan na maamuzi aliyochukua ya kujiuzulu kwa muda kutoka katika wadhifa wake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita? Tuachie mtazamo wako.